الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ni tarehe 3 ya mwezi wa Jumada Thania mwaka 1446 sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 12 mwaka 2024 miladi. Tunaendelea na hadithi tuliyoianza jana, hadithi ya 34. tulianza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. tumefikia Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah alivyosema, wa awjaba Allahu ala hadhihi al-umma an ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. كيف؟ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigia mfano yule mtu anayeamrisha mema na akakataza munkar, walladhi yaqa'u fil ma'asi, na yule anayefanya maasi. Amepigia mfano baina ya watu hao wawili, anayeamrisha mema na kukataza maovu na mtu ambaye anafanya maasi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. mfano wa mwenye kutekeleza mipaka ya Allah akafanya taa akajiepusha na maasi, walwaqi' fiha, na yule mwenye kuingia katika mipaka ya Allah akafanya maasi, kamathali qaumin istahamu ala safina, ni kama mfano wa watu waliopiga kura juu ya jahazi. Fa asaba ba'dhum a'laha, baadhi ya watu hao wakapata juu ya jahazi hilo, wakai juu ya jahazi hilo, wa ba'dhum asfalaha, na baadhi yao wawe chini ya jahazi hilo. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, wakawa wale walio ile chini, sehemu za chini, wakitaka kupata maji, wakitaka maji, marru ala man fawqahum, wanapita kwa wale wa juu wao kwa ajili ya kuchukua maji juu. faqalu, wakasema, law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana, lau tungetoboa katika hii sehemu yetu ya chini, tungetoboa tundu kwa ajili ya kupata maji ili tusiwaudhi walio juu yetu. Watoboe tundu katika jahazi hilo kwa ajili ya kupata maji ili wasiwasumbue walio juu wakienda kuchukua maji kwao. Fa in yatrukuhum wama aradu halaku jamia, wale wa juu wakiwaacha hao wa chini watoboe jahazi, wakiwaacha na hayo wanaoyataka wataangamia wote. Wa in akhadhu ala aidihim, wakikamata mikono yao wakawazuia wasitoboe jahazi hilo, najau wa najau jamia, watasalimika na kughariki na pia watasalimika wote. قوله استهموا أي اقترعوا على سفينة, walipiga kura juu ya jahazi hilo, wapi wawe juu na wapi wawe chini. Ay ayyuhum yakunu fi ad-dawri al-ulwi wa ayyuhum yakunu fi ad-dawri as-sufli, kura yenyewe wapi watakaokuwa juu, dauri ya juu, na wapi watakaokuwa dauri ya chini ya jahazi hilo. Lianna ad-dawra al-ulwiyya arghabu, ili dauri ya juu inapendwa zaidi na watu. Fakharajatil qur'atu wantaha
وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. kura ikatoka ikamalizika, wakawa baadhi yao wako juu ya jahazi, baadhi nyingine wako chini ya jahazi. فالذين في أعلاها مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الدين. wale walio juu ya jahazi ni mfano wa watu bora katika umma huu, watu wenye rai, watu wenye dini. والذين في أسفلها مثل أهل السفاهة وأهل المخالفات. na wale walio chini ya jahazi ni mfano wa watu wajinga, watu wenye mikhalafa mingi ya dini, wanafanya maasi. فالذين يأتون المنكرات مثل الذين في أسفل السفينة. watu wanaofanya mambo ya munkar, mambo ya maasi ni kama hao walio chini ya jahazi hili. والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة. na wale wanaokataza munkar ni mfano wa wale walio juu ya jahazi hilo. وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء. wakawa wale walio chini ya jahazi wanapanda dauri ya juu ili wakachukue maji. ثم إنهم قالوا, kisha wao wakasema, nu'dhi man fawqana, sisi tunaudhi walio juu yetu, tukenda chukua maji kwao tunawaudhi na kuwasumbua. fala'allana nakhriqu fi janibina kharqan fi safina na'khudhu al-ma'a min janibina mubashara wala nas'adu. pengine sisi tukitoboa katika hii sehemu yetu ya chini, tukitoboa tundu katika jahazi, tutachukua maji kwa upande wetu wa chini moja kwa moja, hatutapanda juu. wala nu'dhi man fawqana, hatutawaudhi wale walio juu yetu. ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها الماء وغرقت وهلك من فيها. inajulikana kwamba jahazi likitobolewa maji yanaingia na linaghariki jahazi hilo na kuangamia na kughariki walio katika jahazi hilo. قال الشيخ الفوزان فهذا مثل للعصاة الذين يريدون أن يخرقوا سفينة الإسلام. huu ni mfano watu wenye maasi wanaotaka kutoboa jahazi la Uislamu. lianna al-islam huwa as-safina allati tunqidhu min al-halaki wal-gharq. sababu Uislamu ndio jahazi linaookoa na kuangamia na kughariki. falau taraka al-a'luna al-asfalin, lao watu wa juu ambao ni watu wema, watu wa dini, lau wangewaacha hawa chini ambao ni watu wa maasi, wama aradu, wangewaacha na hayo wanaoyataka ya kufanya munkarat na mukhalafat, halaku jamia, wataangamia wote. wa in akhadhu ala aidihim, wakiwakamata mikono yao, najau wa najau jamia, watasalimika na kuangamia na watasalimika wote. قال الشيخ الفوزان هذا مثال واضح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. huu ni mfano wa wazi katika kuamrisha mema na kukataza maovu. wa annahu amanun min alhalak, na kwamba jambo hili ni kusalimika na kuangamia. ni lazima watu waamrishane mema na kukataza maovu, vinginevyo watu wataangamia wote, wema na waovu. ولهذا لما نزل العذاب على بني إسرائيل لم ينجو إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. kwa hiyo iliposhuka adhabu kwa bani Israel, hawakusalimika na adhabu hiyo isipokuwa wale waliokuwa wakiamrisha mema na kukataza maovu. qala ta'ala falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. waliposahau yale waliokumbushwa ambayo ni mema na kuacha maovu,
tuliwaokoa wale wanaokataza maovu na tukawaangamiza wale waliozidhulumu nafsi zao kwa adhabu kali kwa yale waliokuwa wakifanya maasi. فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مع الهالكين من العصاة. wakati inaposhuka adhabu wanasalimika na adhabu wale wanaoamrisha mema na kukataza maovu, na wanaangamia wasioamrisha mema na wasiokataza maovu, wanaangamia pamoja na wenye kuangamia katika hao watu wa maasi. Hii yote ni kuhimiza watu waamrishane mema na wakatazane maovu. Mifano hii ya Mtume sallam anayoitoa yote hii ni kuelekeza jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu. Watu wasichoke, watu wasikate tamaa kuamrishana mema na kukatazana maovu. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. katika hadithi hii Mtume sallam anaweka wazi namna ya kuamrisha mema na kukataza maovu, wa annahu la yutraku abada walakinahu bihasabi listitaa, na kwamba jambo hili haliwachwi milele, haliwachwi kabisa, lakini ni kwa kulingana na uwezo wa mtu. Faqala man raa minkum munkaran, mwenye kuona munkar katika nyinyi, amma alladhi la yura, ama munkari ambao hauonekani, au yakhtafi, au munkari unajificha, fahadha uhdatuhu ala sahibihi, huu jukumu lake la huyo mwenyewe anayefanya munkari huo kwa kujificha. Anayefanya munkar kwa kujificha, watu hawamuoni, jukumu lake ni la yeye mwenyewe. Watu hamjui, hawamuoni kama anafanya munkar. lakini al-inkara yakunu fi shay'i dhahiri alladhi yura, lakini kukataza munkar kunakuwa katika jambo la wazi ambalo linaonekana, hapo unaweza ukalikataza. Lakini jambo ulioni amejificha anayefanya munkar, huna jukumu yeye mwenyewe anayefanya munkar huo kwa kujificha, jukumu ni lake mwenyewe la kuacha na kufanya tauba. ثم قال صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده يعني يزيله بيده. mwenye kuona munkar katika nyinyi na auondoshe kwa mikono yake, bisultatihi, kwa uwezo wake. Wa hadha yantabiqu ala ashabi sulta, na hii inahusiana na wenye utawala, min ulati al-umur, katika viongozi, wa rijali al-hisba, na wale watu wanaojitolea kuamrisha mema na kukataza maovu, alladhina lahum sulta yughayyiruna al-munkara biaydihim, wale wenye uwezo, wenye utawala, hao wanaondosha munkar kwa mikono yao kwa sababu wana nguvu za dola. kadhalika sahibul bait lahu sultatun ala baitihi, vile vile mwenye nyumba naye ana utawala wa nyumba yake. Yeye ni mwenye nyumba pale, ana uwezo wa kuamrisha mema na kukataza maovu wakati wowote nyumbani kwake. Kila mmoja katika sisi ana nyumba, yeye ana uwezo mkubwa wa kukataza munkar nyumbani kwake bila kuingiliwa na mtu yoyote. Si serikali inayomuingilia wala si mtu yoyote inayomuingilia mtu nyumbani kwake. Kwa hiyo bado kila mmoja katika sisi ana uwezo wa kuondosha munkar nyumbani kwake kwa mikono yake, si kwa kusema peke yake, bali kwa mikono yake. wa huwa ra'i, na mwenye nyumba hiyo ni mchungaji, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na ni mwenye kuulizwa kuhusu raia wake, watoto wake na ahli zake. falahu sultatun ala baitihi, yeye ana uwezo na utawala katika nyumba yake. fayuzilu almunkara biyadihi min baitihi, yatakiwa ondoshe munkar kwa mikono yake nyumbani kwake. wala yuqirruhu, asiutulize munkari huo, akauachilia munkari huo na kuukubali.
watu wanafanya munkar nyumbani kwake, yeye anaukubali, anaunyamazia. Kukubali ni kunyamaza, kukubali ni kunyamaza. Munkar unafanywa, mwenyewe mwenye nyumba kimya, atoka tu akaenda msikitini, akarudi pale watu wafanya munkar. Wala ahada ya'taridhu alayhi, hakuna yoyote anayempinga. Hata wali al-amri la ya'taridhu alayhi fi baitihi, hata kiongozi hampingi mtu nyumbani kwake. Hakuna kiongozi anaingilia majumbani, wewe vipi hapa? Mbona wakataza watu kusikiliza muziki? Nini? Hakuna kiongozi huyo. Kwa kila mmoja ni mchungaji nyumbani kwake, kila mmoja ana uwezo wa kuondosha munkar kwa mikono yake nyumbani kwake. Hakuna kwamba waogopa watoto, wamuogopa mke kumwambia mbona hivi, mbona hapa sioni watu kusoma Qur'ani, uamrishe mama. Wamuogopa mke au waogopa watoto. Tuna udhaifu huo mkubwa sana, ni udhaifu mkubwa sana tulionao wa kutoamrisha mema majumbani mwetu na kutokataza munkar katika majumba yetu. Na ndio maana watoto, baadhi ya watoto wanakuwa ovyo ovyo kwa sababu baba mwenyewe yuko kimya. Anakwenda msikitini, watoto wamelala, anawaachia watoto. Qawluhu fa illam yastati' fa bilisani, asipoweza kuondosha munkar kwa mikono yake, basi aondoshe kwa ulimi wake, kwa kukataza kwa kutumia ulimi wake. Ay man laysa lahu sulta, ambaye hana uwezo, hana utawala, walakini indahu ilmun wa basira, lakini ana ilmu, ana ujuzi. Fahadha yughayyiru bilisanihi, huyu aondoshe munkar kwa ulimi wake. Fayubayyinu linnasi, awekee watu wazi jambo lile. Wayaidhu, atoe mauidha. Wayudhakiru, akumbushe watu. Wayakhtubu, atoe khutba. Wayuballighu ulata al-umuri, afikishe kwa wale viongozi wa ahli al-hisba na wale wanaojitolea. Amma waqa'a, waliotokea. Min ajli an yughayyirahu, ili huyo kiongozi auondoshe munkari huo kama yeye anashindwa kuondosha. Yuballighu man yughayyiru biyadihi, amfikishie huyo anayeondosha munkar kwa mikono yake. Wayarfa'u ilayhi al-amra, alipeleke jambo hilo kwake. Fahadha al-inkaru bil-lisan, hii ndio kuondosha munkar kwa ulimi. Qawluhu fa illam yastati' fa biqalbihi, asipoweza kuondosha munkar kwa ulimi wake ni kwa moyo wake. Laysa indahu ilmun wa laysa indahu ma'rifa wala ya'rifu kaifa yunkiru, mtu ambaye hana ilmu, hana maarifa yoyote, hajui namna ya kuondosha munkar kwa ulimi. Au annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifa, au ana ilmu na maarifa, walakinahu mamnu'un min al-kalam, lakini anakatazwa yeye kusema, anakatazwa kuondosha munkar kwa ulimi wake. Fahadha yunkiru biqalbihi, huyo anauchukia ule munkar kwa moyo wake. Fayabghadhu al-munkara wa ahla al-munkar, anauchukia ule munkar, pia anawachukia wale watu wanaofanya munkar. Wayataziluhum, na anajitenga nao. Wayabtaidu anhum, anakaa mbali nao. Sio anachukia na huku bado anao watu wale wanaofanya munkar, anacheka nao na kuzungumza nao. La, anachukia munkar na anawachukia hao wanaofanya munkar, na anajitenga nao na kukaa nao mbali. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم, msipojitenga nao mkakaa nao, nyinyi mtakuwa kama wao. Innakum idhan mithluhum, nyinyi mtakuwa kama wao. Kama watu wafanya munkar, nyinyi bado mnacheka nao na kukaa nao na kula nao sahani moja, nyinyi ni kama wao, sawa kwa sawa. فدل ذلك على أنه
لا يجوز ترك إنكار المنكر. Kwa kauli hiyo ya mtume nafahamisha kwamba haifai kuacha kukataza munkar, wa aqalluhu bilqalbi, uchache wake ni kuchukia munkar kwa moyo. فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر وأقله بالقلب، uchache wake ni kuchukia munkar kwa moyo. Wa idha taraka almuslimuna inkara almunkar kanu mithla bani Israil, waislamu wakiwacha kukataza munkar wanakuwa kama bani Israil. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani munkar wanaofanya wengine, hawakatazani. Fala budda an yunkara almunkar, lazima kukatazwa munkar, imma bilyadi au billisan au bilqalbi, ima kwa mkono au kwa ulimi au kwa moyo. Wa hadha adhafu aliman, huu ni udhaifu mkubwa wa iman. Kuchukia tu kwa moyo, huwezi hata kusema, kama fil hadith wadhalika adhafu aliman, na kuchukia peke yake kwa moyo bila kuondosha kwa mkono na ulimi, huo ni udhaifu mkubwa wa iman. وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل, hakuna nyuma ya hapo katika iman hata tembe ya khardal, kitu kidogo sana. ودل على أن العمل من الإيمان, pia hadithi inafahamisha kwamba amal ni katika iman, amal vitendo ni katika iman. Fa inkarul munkari amal, kukataza munkar na kuondosha munkar ni amal, ni vitendo. Wa addahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-iman, Mtume sallam amehesabu hiyo kitendo hicho ni katika iman. Kwa hiyo amal ni katika iman. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان دليل على أن الإيمان ينقص, maneno yake mtume wadhalika adhafu al-iman, hii ni dalili kwamba imani inapungua. Hatta yablugha mithqala habatin min khardal, mpaka kufikia wizani wa kitu kidogo, haba ndogo ya khardal. Imani inapungua kwa maasiya mpaka kufikia hiyo haba ya khardal. Wayazidu, na pia imani inazidi kwa taa, ila ma shaa Allah, mpaka anavyotaka Allah. Falimanu yazidu wa yanqusu, kwa imani inazidi na kupungua, yazidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah. Hadha itikadu ahli sunnati wal jamaa, hii ndio itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa, kwamba imani inazidi na kupungua, inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasi. Laysa ala haddin sawa'in fi qulubin nas, imani haiko katika mpaka mmoja katika nyoyo za watu. Watu wanatofautiana katika iman, katika taa. Kwa imani inazidi na kupungua, na dalili katika hilo ni nyingi katika Qur'ani na Sunna. في أوائل سورة النفل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن فالإيمان يزيد وينقص، ليس على حد سواء في قلوب الناس. فمنهم من إيمانه قوي، kuna katika watu ambao imani yake ni ina nguvu. Wa minhum man imanuhu dhaif, na kuna katika watu ambao imani yake ni dhaifu. Wa minhum man huwa baina dhalik, na kuna katika watu baina ya hapo, baina alqawi wal dhaif, kati na kati, watu wanazidiana katika imani. فهذا حديث عظيم، هي حديث تكوف فيه نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. katika hadithi kuna nidhamu ya kuamrisha mema na kukataza munkar. Wadalla ala anna almunkara la yutraku biduni inkarin walau bilqalbi, hadithi inafahamisha kwamba munkar hauachi kukatazwa, hauachi kukataza
kukatazwa walau bilqalbi, japo kwa moyo kuuchukie munkari huo. Wa idha ankara al-abdu al-munkara biqalbihi ibtaada an ahlihi, na mtu anapochukia munkar kwa moyo wake hukaa mbali na watu wale wa munkar. Walam yukhalituhum, hachanganyikani nao. Walam yujalisuhum, hakai nao. Kama akishindwa kukataza munkar kwa mikono na ulimi, basi achukie na asikae nao watu wale wa munkar, awachukie. Amma an yukhalituhum wa yujalisahum wa ya'kula ma'ahum wa yashraba ma'ahum wa yaqulu ana munkirun biqalbi, hadha laysa bisahih. Ama kuwa anachanganyikana nao, anakaa nao na kula nao, anakunywa nao, alafu za mimi nakataza munkar na uchukia kwa moyo wangu munkari wanaofanya hawa anaokaa nao na kula nao, alafu za mimi nachukia munkari wao, hadha laysa bisahih, hii sio sahihi. Lau kana munkiran biqalbihi labtaada anhum, lau angekuwa na ukanusha na kuuchukia munkar kwa moyo wake, angekaa mbali nao hawa, lialla yusibahu ma asabahum, yasije yakampata yatakayo wapata wao. Waliyushirahum annahu mukhalifu lima hum alayhi, ile kukaa nao mbali na kujitenga nao ili awafahamishe kwamba yeye amekhalif hayo walionayo katika munkar wanaofanya, ni kwamba yeye anawapinga moja kwa moja. Ndio maana anajitenga nao, hakai nao, kuwafahamisha kwamba yeye na wao mbali kwa mbali. Lakini vile akikaa nao ni kwamba bado anawatia nguvu kwamba kumbe wanaoyafanya ni sawa tu. Waliyushirahum annahu mukhalifu lima hum alayhi, awafahamishe kwamba yeye ana khalif hayo walionayo katika munkar. Amma idha jalasa wa akala wa shariba ma'ahum wa dhahika ma'ahum fahimu annahu muwafiqun lahum ala dhalik, ama akikaa na akila na akinywa pamoja nao, akicheka nao, moja kwa moja watafahamu kwamba yeye anawawafiki na kuwasapoti katika munkari huo. Na hivi ndivyo walivyokuwa hao Banu Israili waliolaaniwa, walikuwa hivyo, wakikaa nao wakicheka nao, wale wanaofanya munkar hao wakatazi, laaniwa. Kwa ni lazima kukatazana munkar, ni lazima kuamrishana mema. Haitoshi mtu kunyamaza tu na kuchukia. Basi hata nyumbani pia huwezi kukataza munkar nyumbani kwako. Nyumbani kwako pia huwezi kukataza munkar kwa mikono yako, na una uwezo wewe ndio mwenye nyumba, utashindwa vipi? Watoto wanatoka tu bila ruhusa, wewe uko tu pale nyumbani, upo tu. Basi wewe ni mtoto, wao ndio kina baba watoto. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Mtume sallallahu alayhi wasallam msihusudiane, la tahasadu, msihusudiane, yani baadhi ya watu wasiwahusudu wengine. La tahasadu, msihusudiane, hasadi zipo. Wala tanajashu, wala msiuziane bai'un najshi. Wala tabaghadhu, wala msichukiane. Wala tadabaru, wala msikatane. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, wala wasiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni ndugu enyi waja wa Allah. Almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu wa muislamu mwingine. La yadhlimuhu, hamdhulumu. Wala yakhdhuluhu, wala hamkoseshi nusra. Wala yakdhibuhu, wala hamsemi urongo, hamzulii urongo. Wala yahqiruhu, wala hamdharau. Attaqwa hahuna, taqwa iko hapa. ويشير إلى صدره 3 مرات
Mtume anaishiria kwa kauli hiyo kwenye kifua chake mara 3, bihasbi mri'in minasharri an yahqira akhahu almuslim. Inamtosha mtu kuwa ni shari, ni wenye dhambi kumdharau ndugu yake Muislamu. kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdhuhu, kila Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni haramu damu yake, kumwaga damu yake, ni haramu mali yake, kuchukua mali yake, wa irdhuhu, na heshima yake, kumvunjia heshima yake ni haramu. Rawahu Muslim. هذا حديث جامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين. حديثه ni kusanya tabia ambazo zinakuwa baina ya Waislamu. فإن الإسلام جاء بالحث على التآخي في الله عز وجل. Uislamu umeleta umehimiza kufanya undugu watu kwa sababu ya Allah azza wa jalla. Waislamu wote ndugu, at-taakhi fillahi azza wa jalla, wa ndugu kwa sababu ya Allah azza wa jalla. Wa an yakuna almuslimuna kaljasadi alwahid, Waislamu wawe kama mwili mmoja, wa kalbunyan, na kama jengo moja, yashuddu ba'dhuhu ba'dhan, baadhi yake hutilia nguvu baadhi nyingine. ولذلك نهى عن كل ما يكدر هذا المقصود. Kwa hiyo ndio Mtume kataza kila jambo ambalo linachafua makusudio haya ya kupendana Waislamu na kuwa kitu kimoja, wa ma yuziluhu, na mambo yanaondosha makusudio hayo, au yunqisuhu min al-akhlaqi sayyi'a, au yanayopunguza katika tabia mbaya ambazo sio za Kiislamu. Kwa hadithi imekusanya mengi katika masala ya tabia nzuri ambazo zinatakiwa Waislamu wajipambe nazo. Tabia mbaya ni katika tabia za Mayahudi, si tabia za Uislamu mtu kuwa na tabia mbaya. Tabia mbaya ni tabia za Mayahudi, lakini Uislamu umeleta tabia nzuri. Kama qala wa sallam, bu'ithtu an utammima makarim al-akhlaq, nimetumilizwa ili nikamilishe tabia nzuri kwa watu. Waislamu wameamrishwa wawe na tabia nzuri, wajipambe, kila mmoja ajipambe kuwa na tabia nzuri, asimuhusudu ndugu yake Muislamu, asimchukie, asimkate ndugu yake Muislamu. قال وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا مسحسوديان لأن الحسد هو أكبر ما يفرق بين المسلمين. sababu hasad ndio jambo kubwa zaidi linalofarikisha baina ya Waislamu. fahuwa akhtarul afati lijtimaiyya, ndio hatari kubwa ya maafa ya kifamilia. wal hasadu maanahu tamanni zawali ni'mati 'anil mahsud. Hasad ni kutamani kuondoka neema kwa yule aliyehusudiwa. Mtu amepewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala, ameneemeshwa kwa sampuli yoyote ya neema, mwenzake ndugu yake Muislamu anatamani neema zile ziondoke kwa yule. Anasema maulama, hii ni i'tirad, ni kupinga qadari ya Allah na qadha yake kwa yule aliyempa neema. Neema hizo mtu hajazipata kwa ujanja wake, ni Allah ndio kamneemesha. Sasa wewe unapomchukia ukamhusudu yule, ni kwamba unapinga makadirio ya Allah, au unapinga ile qadha ya Allah ambaye yeye ndio aliyemneemesha mja wake huyo. Kwa hasad i'tiradun ala qada'i Allahi wa qadarihi. Na hasadi ya mwanzo ameianza Iblis kwa Nabii Adam alayhi salam. Hasadi ya kwanza, hasidi mkubwa zaidi, mwalimu mkubwa zaidi wa hasad ni Iblis, alipomfanyia hasad Nabii Adam alayhi salam. wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jambo gani lilomfanya akatae? Ni kibri na hasad, kumhusudu Nabii Adam alayhi salam. Kwa mtu mwenye hasad anamfuata Iblis, ni mwanafunzi wa Iblis. Al-hasad
tamanni zawali ni'mati 'anil mahsud, ni kutamani kuondoka neema kwa huyo aliyehusudiwa, sawaun aradaha an takuna lahu au an tazula, sawa alikusudia, alitaka an takuna lahu, ziwe neema hizo kwake au ziondoke, wala takunu li ahadin, zisipatikane kwa yoyote. Kama kutamani na wewe na neema, sawa, watamani na wewe na neema kama alivyoneemeshwa yule, hiyo inatakiwa, hiyo ghibta. Lakini kumuhusudu kwamba neema zile ziondoke, ile gari ile ipinduke, ile sitembee na gari ile, tembee kwa miguu kama mimi, hiyo ndio hasadi mbaya sana. والحسد كما في الحديث إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. tahadharini حسد، kwani hasad inakula thawabu, kama taakulu naru alhataba, kama moto unavyokula kuni, au alushba, au yale manyasi. Huyu hasadi ni mbaya, inamaliza thawabu. Kila mmoja anatakiwa ajiepushe na hasad. Kama ana kitu katika hasad, basi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara amuondoshee hasadi hiyo. Walhasadu qad yahmilu ala alkufri, hasad huenda ikasababisha ukafiri, kama hamala iblisa ala alkufri hinama hasada Adam alayhi salam, sema kama ilivyompelekea Iblis kukafiri wakati alipomhusudu Nabii Adam alayhi salam, wa kama hamala alyahuda ala alkufri bi Muhammadin alayhi salatu wassalam, kama ilivyowasababishia makafiri mayahudi kumkufuru Muhammad alayhi salatu wassalam kwa hasadi tu. كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. wanapendelea wengi katika ahlul kitabi lau wangekurudisheni nyinyi baada ya uislamu wenu nanyi makafiri, hasada min indi anfusi, kwa hasadi tu kwa nafsi zao baada ya kuwabainikia haki. hamalahumul hasadu ala alkufri bihi, imewapelekea hasad kumkufuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum ya'lamuna annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na huku wanajua kabisa kwamba huyu ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa haki. tabayyana lahumul haqq fahum lam yakfuru bihi an jahlin, ilipowabainikia haki kwa hiyo wao hawajamkufuru Muhammad kwa ujinga. wa inna ma kafaru bihi an ilmin, isipokuwa wamemkufuru mtume Muhammad kwa ilmu, wanajua bi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahum hasaduhu, walikuwa wanajua kwamba huu ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa kweli, lakini walimuhusudu, ndio maana wakamkanusha na kumkufuru na kubaki katika ukafiri wao kwa sababu ya hasadi zao. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.